Mungu ni mwema sana. Amenipa neema tena ya kusimama mbele yenu. Hakika nasema tena, sio kwa uwezo wala kwa nguvu zangu, ni kwa neema tu. Haleluya. Leo hebu tuende mbele za Mungu tukajifunze tunapata somo gani au tunajifunza nini kwa habari ya kufufuka kwa Yesu. Yako masomo mengi, lakini nitakupa tu masomo machache, lakini unapoendelea kusoma habari za Yesu utayapata mengi. Lakini hapa leo tushirikiane pamoja kupata masomo machache ambayo Yesu alitupa, tulipata katika ufufuo. Haleluya. Ufufuo wa Yesu unatufundisha mambo mengi sana, lakini kubwa kwa yote inatufundisha nguvu iliyoko katika damu ya Yesu. Nguvu iliyoko katika nini? Damu ya Yesu. Unajua damu ya Yesu, ziko damu nyingi zimemwagika. Zamani walikuwa wanachinja wanyama. Haleluya. Yaani katika hizo damu zote hamna damu ambayo imeonekana kuondoa dhambi. Katika hizo damu zote hamna damu iliyoonekana kuondoa laana. Katika hizo damu zote hakuna damu iliyoonekana kukuweka huru mbali na dhambi. Damu ya Yesu pekee. Haleluya. Hebu mwambie mwenzako, damu ya Yesu pekee. Damu ya Yesu pekee ndio imetuondolea dhambi. Kwa hiyo nguvu ya ufufuo, kitu cha kwanza inatufundisha nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Inatufundisha nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu chanzo chake ni pale msalabani, Calvary. Yesu alitukomboa watu wote. Hizi damu nyingine zinazomwagika inaweza ikamsaidia tu mtu mwingine, yaani mtu mmoja, yaani ikafanya kitu fulani, hata kama ni ndani ya familia ikafanya kitu fulani kwa mtu fulani. Lakini damu ya Yesu imekomboa watu wote. Sema watu wote. Haijalishi kabila, haijalishi jamaa, haijalishi lugha, haijalishi chochote. Imekomboa watu wote. Haleluya. Imekomboa jamaa zote, imekomboa mataifa yote. Damu ya Yesu. Sasa nakwambia nini? Hebu itumie hii damu ya Yesu ikusaidie katika maisha yako. Itumie hii damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaondoa kila laana kwenye maisha yako. Kila laana, haijalishi ni laana ya vizazi vingapi. Haijalishi unaona kwamba kuna kitu katika familia kinatufuata. Labda umeona kama kuna dalili za umaskini. Yesu alimaliza. Labda unaona kama kuna dalili za ulevi. Yesu alimaliza pale. Labda unaona kama kuna dalili za dhambi kama zinaa. Yesu alimaliza. Haleluya. Kwa hiyo hii damu ukishaikubali inakuondolea dhambi, unakuwa huru. Ndio maana tuko hapa siku ya leo. Mbinguni unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio malaika na kule mbinguni wanafanya nini? Wanasimama. Haleluya. Yaani ndio inasimamisha kazi zote za mbinguni, damu ya Yesu. Kwa hiyo inatusafisha na kutuosha dhambi zetu zote. Mpendwa, haupaswi kukaa na dhambi mpaka leo. Umeokoka, haupaswi kukaa na dhambi tena. Ulipompokea Bwana Yesu kuwa Mwokozi wako, hiyo ndio kazi kubwa ambayo ilimgongomelea pale msalabani. Kwa hiyo haupaswi, siku ya leo haupaswi kukaa na dhambi. Haupaswi, kama ulikuwa unazinaa, haupaswi kurudi huko tena. Kama ni muongo, haupaswi kurudi huko tena. Mtu wa Mungu, haupaswi kurudi tena kwenye dhambi. Yaani hii damu ya Yesu ndio iliyofanya kazi hiyo. Haleluya. Kazi ya damu ya Yesu ndio hiyo kubwa. Hebu tusome katika Yohana wa kwanza 1:7. Nasema, karibu. Basi bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha
dhambi yote. Unapaswa kujilinda, mtu wa Mungu. Yaani hiyo ndio kazi ambayo Yesu aliumizwa, Yesu alipigwa mijeledi, Yesu alitemewa mate, Yesu alifanywa dhihaka kwa ajili yako. Kwa hiyo hatupaswi kurudi tena kwenye dhambi. Sisi tuliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, hatupaswi kurudi tena. Haleluya! Wewe mtu wa Mungu, jilinde na dhambi. Linda utakatifu wako. Haupaswi kurudi tena kwenye dhambi. Haleluya! Lakini hii damu ya Yesu hapo kwamba inatufundisha nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu ni kwamba inatutakasa kabisa. Inatutakasa kabisa. Yaani wewe ambaye umeokoka, umetengwa kwa ajili ya kusudi maalum la Bwana. Inatutakasa kabisa. Kwa hiyo wewe umetengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Yaani ulipookoka, ulipozaliwa, una kusudi ndani ya maisha yako. Yaani damu ya Yesu inakuondolea kila kitu. Na ndipo unatakiwa sasa kusimama kwenye kusudi la Mungu, kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini kwako kwenye maisha yake? Haleluya! Lakini jambo lingine, damu ya Yesu inatupa uzima. Damu ya Yesu inatupa uzima. Yaani hapo tuko hapo kwenye nguvu, inatufundisha nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Inatupa uzima. Uzima ulionao unapatikana katika damu ya Yesu. Uzima ulionao unapatikana katika damu ya Yesu. Hebu tusome Yohana 6:53. Kitabu cha Yohana 6:53. Basi Yesu akawaambia, Amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Kwa hiyo mtu wa Mungu yoyote aliyempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake anao uzima. Uzima ni kwako, uzima kwenye kazi zako, uzima kwenye biashara zako, uzima kwenye afya, uzima kwa kila kitu. Yamkini unaona vitu haviendi, yamkini unaona labda biashara yako haiendi. Hebu itamkie damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaleta uzima. Yamkini ni ardhi. Unajua kuna ardhi ambazo zimebeba mambo, zilifanyiwa matambiko, lifanyiwa nini. Kwa hiyo unaweza ukawa unalima, inaleta shida. Kuna ardhi ambazo zina shida. Hebu tuzitamkie damu ya Yesu. Tunapozitamkia damu ya Yesu, damu ya Yesu inaondoa laana zote. Haleluya! Damu ya Yesu inaondoa vitu vya miaka na miaka. Unajua damu ya Yesu ni ajabu mno. Miaka 2026 iliyopita Yesu aliomba msalabani. Lakini leo mpaka leo tunasherehekea kufufuka. Utafikiri ni jana. Yaani ni fresh. Unaona? Ni fresh. Yaani haichachi. Damu ya Yesu yaani haigandi. Unaona? Yaani ni fresh. Yaani leo tunaimba Yehova yu hai, tunashangilia, utafikiri kimetokea leo asubuhi. Unaona? Lakini ni kumbukumbu. Kumbe unaweza ukaitamkia damu ya Yesu. Ni kitu gani unakiona kina hali ya kufa kwenye maisha yako? Hebu tamka damu ya Yesu. Haleluya! Damu ya Yesu inatusogeza karibu na Mungu. Waefeso 2:13. Tusome. Waefeso 2:13. Neno la Mungu linasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Unaona? Yaani tulikuwa mbali kwa sababu ya dhambi. Tulitengwa kwa uovu ambao walifanya babu zetu. Tukatengwa, tukawekwa mbali. Yaani Mungu hakai na wenye dhambi. Ndio maana nimeanza kukuambia kwamba mtu wa Mungu, hebu jitahidi kuwa mtakatifu. Jitahidi kutenda mapenzi ya Mungu. Jitahidi kukaa kwenye utakatifu. Tulikuwa mbali, lakini damu ya Yesu ikatusogeza. Ndio maana unaweza ukaja hapa au ukaomba kule nyumbani.
na ukamwona Mungu kwenye mambo yako, kwa sababu umewekwa karibu. Pazia la hekalu lilifanya nini? Lilipasuka. Sio kwamba sasa ni mtumishi wa Mungu unakuja kumwambia naomba uniombee, naomba uniombee. Ndio maana tunashauriwa kwamba hebu acha kubali kupenda kubebwa, kuombewa. Mungu atusaidie sana. Unayo haki ya kuingia mwenyewe patakatifu, patakatifu, kwa sababu umewekwa karibu na Mungu. Unaweza ukaenda ndani patakatifu, patakatifu, na ukachukua hicho unachokitaka. Shida ni kwamba hatutaki kuingia gharama. Shida ni kwamba hatupendi gharama, watu wa Mungu. Mara nyingi ukiambiwa kama kesho kutwa tunaambiwa 3 kavu. Na mchungaji amesema anamaanisha ni 3 nini? Kavu. Mungu atusaidie sana. Sasa mtu anasema hivi kweli sitakufa kweli? Hivi kweli? Unasikia unajua unaposikia lazima usikie njaa. Yaani ile njaa sasa ndio gharama ile. Haleluya. Yaani ile njaa ndio sasa gharama. Na ile njaa ukishaisikia, lala hapo chini sasa, anza kunena kwa lugha, ndio chakula sasa unakula. Unanena kwa lugha, unasoma neno, ndio unaanza kushiba sasa. Siku ya kwanza inapita. Haleluya. Hivyo usikatae gharama, mtu wa Mungu. Usikimbie gharama. Vitu vingine lazima uingie gharama ili uviingie uvipate. Yesu mwenyewe aliingia gharama ya ajabu ya kuteswa. Hajafanya kosa. Angeweza akamwambia Mungu, Baba kweli hivi kuna mtu mwenye mtoto wa pekee hapa? Mtoto wa pekee. Kasichana kako kabla kako unasikia unaambiwa hebu namuomba huyo afanye nini? Akafe kwa ajili ya wengine. Sisi huko mashuleni unakuta mzazi mtoto amechapa. Yaani kuchapa tu. Yaani mzazi anakuja na kibwebwe. Anakwambia unajua nilivyobeba mimba wewe? Mungu atusaidie sana. Unajua nilivyobeba mimba? Unajua mchungu wewe? Wewe mwalimu umezaa kweli wewe? Mungu atusaidie sana. Mchungaji sasa hivi watoto ni wa mtu mmoja, sio wa jamii. Mungu atusaidie sana. Wewe mzazi usikubali hicho. Hebu acha mtoto achapwe hata kufa. Acha achapwe. Tena akichapwa akija unamwambia pole sana. Umefanya kosa gani? Sijui sikubeba kidumu. Unamwambia hakisha kesho unabeba dumu. Tena atakuacha nakupa dumu la maji ubebe. Usiache. Usimchokoze mwalimu. Sijui sikufanya homework. Hakisha unafanya homework. Fanya homework, usitafute ugomvi na mwalimu. Haleluya. Lakini Mungu yeye mwana pekee akamtoa, akafumba macho mtoto wake, akamwaga damu, akateseka, akafanya hivi, akafanya vile kwa ajili yangu na wewe. Haleluya. Lakini damu ya Yesu inatupa uhalali wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Naomba hiyo tuiandike, tumeshaiona. Lakini damu ya Yesu inanena mema juu yako na kuimarisha agano. Ina mema juu yako. Unajua damu zingine kama damu ya Habili ilikuwa inanena kisasi. Inanena kisasi. Yamkini kule chini ambapo imemwagika ilikuwa inamwambia Mungu, hivi kwa nini ndugu yangu ameniua? Kwa nini humlipi kisasi? Kwa nini? Yaani ilikuwa inadai kisasi. Lakini damu ya Yesu inanena msamaha. Ndio maana pale alipo kabla hajakata roho akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui wafanya nini watendalo. Alafu akasema imekwisha. Haleluya. Yaani yamekwisha mateso yako, yamekwisha madeni, imekwisha magonjwa, zimekwisha laana za vizazi na vizazi. Imekwisha. Yaani damu ya Yesu inanena mema. Hebu tusome
Tusome Waebrania 12:24. Waebrania 12:24. Inanena mema kwa ajili yako. Karibu. Nasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Unaona yaani damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Ya nani? Habili. Habili alikuuawa na ndugu yake Kaini. Aliuawa na ndugu yake Kaini. Kwa hiyo kule ambapo ilimwagika, yamkini ilikuwa inadai, inamwambia Mungu, kwa nini? Kwa nini akaniua? Mbona nilifanya kitu kizuri? Kwa nini ukamruhusu aniue? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini usinilipizie kisasi? Kwa nini? Kwa nini? Unaona Lakini damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema, hebu mtilishe mwenzako, sema damu ya Yesu. Ni kitu kingine. Sema damu ya Yesu. Ni kitu kingine. Haleluya. Inanena msamaha. Inanena kuachilia. Inanena utele. Inanena furaha, matunda ya Roho. Inanena uvumilivu. Inanena fadhili. Inanena kuachilia. Kuna kitu ambacho kinakutesa. Kuna mtu amekuudhi. Kuna mtu amekuumiza. Achilia. Najua sio rahisi, lakini achilia. Damu ya Yesu inatulinda. Damu ya Yesu inatulinda. Andika Ufunuo 12:11. Ufunuo 12:11. Damu ya Yesu ina mambo mengi. Hebu tusome hiyo Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu inaleta ushindi kwa kila kitu. Kwa nini utizike? Tamka damu ya Yesu. Natamka damu ya Yesu kwenye lango langu la ndoto. Natamka damu ya Yesu kwenye kitanda changu. Natamka damu ya Yesu kwenye chumba. Natamka damu ya Yesu. Mimi nikilala nikihisi kama vile kama sina usingizi ambao unaenda vizuri. Na nazunguka kwa macho. Nasema utaule na uzungushia damu ya Yesu. Na nakuja huko nazungushia damu ya Yesu. Nazungusha upande wa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Naweka walinzi wasimame na panga za moto. Nazungusha kwenye kitanda changu. Na neti. Alafu nalala. Jamani, mimi sijui yaani unashangaa usipoangalia uamke hata kuomba. Unalala mpaka asubuhi. Damu ya Yesu ni kitu kingine. Yaani mimi sisumbuli usiku. Yaani nikihisi tu au kelele, unajua kuna siku nyingine hata kelele unasikia, mbona hakujatulia? Nazifumba macho. Damu ya Yesu. Na kuzungushia huku. Nazungusha huku. Naingia tena nyumbani. Nazungusha kwenye kuta hizi. Nazungusha kwenye chumba changu. Damu ya Yesu nazungusha kwenye kitanda. Alafu nalala. Sijui hata sasa usingizi unanishika saa ngapi? Usingizi. Haleluya. Usingizi ni haki yako, mtu wa Mungu. Usikubali ukasema jamani mimi sikulala kabisa. Jana usiku sikulala kabisa. Kwa nini uweweseke wakati una kitu cha thamani kwenye maisha yako? Haleluya. Lakini pia hata wakati mwingine nikiwa njiani namwambia Mungu, nipitie huku. Natamka damu ya Yesu najua huko. Yaani huwezi amini. Kule ninapopita ni shwari. Tumia damu ya Yesu kila mahali kwenye maisha yako. Haleluya. Ulinzi, yaani ulinzi, tunalindwa na damu ya Yesu. Tunalindwa. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza, hilo la kwanza ilikuwa tunajua nguvu ya damu ya Yesu kwenye maisha yetu. Lakini jambo la pili, Mungu hapigani vita ambavyo atashindwa. Yaani Mungu amekupigania. Ulikuwa kwenye dhambi, akakuokoa, akakuleta kanisani.
yamkini hata ukawa mwanasifa, lakini kuna kajaribu fulani ambapo unaona kana kurudisha nyuma, kuna kajaribu fulani kana kutesa. Hivi unafikiri kwamba Mungu alipoanza hiyo kazi anaweza akakuachia njiani? Mungu hapigani vita ambavyo atashindwa. Kazi aliyoianza kwenye maisha yako lazima aimalize. Kazi aliyoianza kwenye maisha yako, hata mtoto wako nyumbani, kama yamkini unaona kama vile mbona anaenda ndivyo sivyo, au hata ndugu yako mbona anamshuhudia habari za Yesu, akubali, usimkatie tamaa. Endelea kumtaja damu ya Yesu. Endelea kutaja damu ya Yesu kwenye maisha. Yaani hebu tusome Wafilipi 1:6. Neno la Mungu linasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Ni kazi ambayo ameianza, ataimaliza. Yamkini ulikuwa unamtumikia Mungu huko nyuma, wewe ni mgeni, lakini unasema hapa ngoja tu ni. Yaani unaona kama vile kuna kitu ambacho yaani kama vile kinakurudisha. Ndugu, Mungu aliyeanza kazi kwenye maisha yako lazima aitimize. Hicho alichokianza kwenye maisha yako lazima akifikishe mahali. Alimwokoa Yesu. Alimtoa Yesu kama mtoto. Akamleta kama mtumishi. Akatumika, akakamatwa, akateswa, akagongelewa pale msalabani. Shetani akaona kama vile ameshinda. Yaani hakujua kwamba, yaani angejua. Sema shetani angejua. Hakujua. Kwa hiyo anashangaa mtu anatoka kitu cha sekunde, anatoka akiwa nini? Sema mshindi. Haleluya. Hata wewe utatoka ukiwa mshindi katika jina la Yesu. Kwa hiyo kazi ambayo Mungu ameianza kwenye maisha yako lazima aifikishe. Hebu tuende tena na jambo la tatu. Adui anaweza kuwa na neno la kwanza kwenye maisha yako, lakini hawezi kuwa na neno la mwisho kwenye maisha yako. Sema adui anaweza kuwa na neno la kwanza, lakini hawezi kuwa na neno la mwisho. Kabisa, hawezi kuwa na neno la mwisho kwenye maisha yako. Unajua, usikimbilie kuamua maisha yako kwa mambo ambayo unayapitia. Usikimbilie kuamua maisha yako. Yamkini unatamani kupata mtoto na siku zimeenda. Unasema mimi basi nitasa tu. Wewe, hebu funga mdomo huo. Mungu atusaidie sana. Yaani Mungu ni mzuri. Anakufikisha mahali ambapo utajitwalia, yaani atajitwalia utukufu. Yuko dada yangu alikaa miaka 8. Sema miaka 8. Kwenye ndoa. Watu wakaanza kusema mambo ya ajabu. Lakini Mungu Bwana, Mungu ni wa ajabu. Sema Mungu ni wa ajabu. Alipoanza kufungua tumbo lake, alipewa double. Yaani watu walishangaa. Hapo very beautiful, very handsome. Yaani Mungu asifiwe sana. Haleluya. Yaani kama vile vilikuwa vinatengenezwa kwanza. Vinatengenezwa hapo ndio vinatoka. Haleluya. Kwa hiyo shetani anaweza akawa na neno la kwanza, lakini neno la mwisho hawezi. Sema hawezi. Hawezi kabisa. Kwa hiyo usikimbilie kuyaamua maisha yako na matukio ambayo unayaona. Ukiangalia msalaba, wewe angalia tu msalaba. Umeangalia msalaba kwamba Yesu aliteswa, akafa. Yaani shetani akahakikisha ameweka na jiwe kwamba hatatoka. Ndugu, baada ya hapo ufufuo wa Yesu yote yalisha. Yaani inawezekana wakati mwingine una uhitaji wa pesa. Hilo ni hitaji la kila mtu. Una uhitaji ambao yaani unaona kabisa mbona naomba Mungu? Alafu unasema mimi kwetu ni maskini. Wewe mwambie mwenzako mimi sio maskini. Hebu mwambie tena. Yesu alikufa ili sisi tuwe matajiri. Haleluya. Yaani
yeye. Sisi sio maskini. Sema sisi sio maskini kabisa. Wewe sio maskini. Kwa hiyo hilo neno la kwanza la adui lisikufanye ukajiletea hitimisho la maisha yako. Hapana. Neno la mwisho analo Mungu. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Inawezekana shuleni unafeli. Kuna vitu umefeli. Hata kwenye maisha inawezekana umefeli. Umefanya biashara hii umefeli, afu unasema mimi, au watoto wako wamefeli, unasema hawa ni wajinga tu. Kuna mama mmoja aliniambia, huyu alisema sijui neno gani sikumbuki. Nikamwambia nyamaza kimya. Na nisije kasikia tena hilo neno ukilitamka kwenye mdomo wako kwa habari ya huyu binti. Huyu binti ni mzuri. Huyu binti ni kichwa. Nakwambia leo tunapoongea hapa, mtoto alifaulu vizuri, alikuwa kwenye darasa la 4. Mama anaanza kutamka maneno ambayo sio. Akafaulu vizuri na A zote. Darasa la 7. Yuko shule nzuri. Hapa mjini nzuri. Na shetani hana neno la mwisho kwenye maisha yetu. Hebu mwambie mwenzako, shetani hana neno la mwisho kwenye maisha yetu. Yes, hana neno la mwisho kwenye maisha yetu. Lakini jambo lingine, jambo la tatu linasema tendo moja la Mungu hufuta laana ya vizazi na vizazi. Tendo moja la Mungu linafuta laana ya vizazi na vizazi. Laana zilishindwa, dhambi zilishindwa, kushindwa kulishindwa. Yaani laana zote za vizazi zote zilishindwa. Haleluya. Hebu tusome Petro wa pili 3:8. Petro wa pili 3:8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Miaka 1000 ni kama siku. Yamkini shetani amekutesa miaka na miaka. Alitesa kanisa miaka na miaka. Miaka 1000 ni kama siku hii moja mbele za Mungu. Yaani tendo moja la Mungu linaondoa kila aina ya vurugu na yoyote kwenye maisha yako. Yamkini uhitaji ndio unakusumbua. Mungu anaweza kukupa kazi hii moja tu. Yaani anaweza kukupa kazi moja tu. Hebu mwambie Mungu, nipe kazi moja tu. Yaani ile kazi moja tu ikaondoa hayo madeni, ikaondoa suku, ikaondoa uhitaji. Ukasema, hivi ni mimi? Mungu atusaidie sana. Yaani kazi moja tu. Yaani biashara moja tu. Mwambie Mungu, nipe biashara moja tu. Yamkini umeshika hii, umeshika ile. Umeshika hii, unaona mbona hivi? Hebu mwambie Mungu, nipe biashara moja tu. Hiyo biashara moja tu inaweza ikakutoa mahali ulipo. Yamkini ni kibali tu kinatakiwa. Hujawahi kuona mtu hana hata ujuzi, hana hata elimu. Tumchukulie kama Yusufu. Hana hata elimu. Ametoka machungani, akapelekwa kwa houseboy. Houseboy akapelekwa magerezani. Gerezani anatolewa, anakuwa waziri mkuu. Hivi hiyo elimu iko wapi jamani? Mungu atusaidie sana. Yaani tendo moja tu la Mungu. Mungu akadondosha utafsiri wa ndoto. Sema kitu kimoja tu. Mwambie Mungu, nipe kitu kimoja tu. Yaani kile kitu kimoja kilikuwa suluhisho, si kwa familia yake tu na dunia nzima. Yamkini kuna kitu kimoja tu ambacho unapaswa kuwa nacho kwenye maisha yako. Iwe suluhisho kwenye maisha yako, iwe suluhisho kwa ndugu, iwe kwa familia, iwe kwa taifa lako. Kitu hiki kimoja tu. Jambo la 5. Mungu huleta furaha ya kudumu kwa furaha fupi ya shetani, ya adui. Mungu analeta furaha ya kudumu kwa furaha fupi ya shetani. Unaona adui anafurahia anguko lako. Yaani wala usiwe na hofu, wala usisikitike. Lakini mbona kina fulani wananicheka? Yaani wewe usiwe na hofu. Huo ni muda tu. Mungu analeta furaha ya kudumu kwenye muda mfupi. Furaha ya adui ni fupi. Hebu tusome Ayubu. Tumsome Ayubu 24 mpaka 5. Ayubu 24 mpaka 5. Wala usishtuke. Neno la Mungu linasema, je, hujui neno hili
tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Haleluya! Hebu tumshangilie Bwana. Sema furaha ya uovu ni ya muda kidogo. Unaona, ni ya dakika moja tu. Sema tena, ni ya dakika moja tu. Yaani ndugu, usipate shida wala usistuke kwamba kuona kwamba maadui au kuna watu wanashangilia kushindwa kwako. Yaani wewe tumia tu msalaba, angalia tu msalaba. Ni ya muda kitambo. Tena aliyosema hii ni kwenye Ayubu, kitabu cha Ayubu. Si unajua Ayubu aliyoyapitia? Yaani pale anapokuwa na wajibu, anawashwa, anafanya hivi, watoto wamekufa. Ilikuwa ni kitambo kidogo sana. Lakini furaha ya Bwana ni ya milele. Haleluya! Sema hayuko tena kaburini. Yu hai. Bado hilo sauti yangu imewazidi wote. Sema yu hai. Haleluya! Yaani hiyo unayopitia ni ya kitambo. Furaha ya adui ni ya kitambo, ni ya muda mfupi. Yaani kuna mtu hapa adui atajuta kwa nini amekupitisha, alimefanya hicho alichokifanya kwa maisha yako. Sema kuna mtu hapa adui atajuta kwa nini amekupitisha hapa. Sema huyo mtu ni nini? Sema huyo mtu ni nini? Huyo mtu ni wewe. Yaani wewe usijali. Inawezekana una mwezi, una miaka, una miezi katika hilo unalolipitia. Nataka nikwambie furaha ya Ibilisi kwisha.